Msajili wa michezo, nilitaka mkamilishe taratibu za Simba. Simu zimekuwa nyingi kwetu na mimi nisingependa kuanza kutoa maoni na kuingilia mchakato, na niwahakikishie tu wapenzi wa michezo, kama kuna kipindi sheria zitafuatwa na kanuni, ni kipindi hiki cha uongozi wangu. Na msajili kwa mujibu wa taratibu anapokamilisha awajulishe wahusika waendelee. Singependa kama waziri kila mara kuanza kutolea ufafanuzi jambo hili, katiba yao imekuwa hivi, wamefikia hatua hii. Hapana, kwa sababu ni jambo la kitaratibu, kanuni zipo, sheria zipo. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba mnakamilisha haraka kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria, tekeleza. Ile gari ikiitwa ST maana yake taratibu, sheria na kanuni. Kamilisha, na ikiwezekana kabla ya mwezi huu wape majibu wanasimba, waendelee na utaratibu wao. Kwa sababu tukianza kuonana hapa tafikia hatua lazima, unajua mheshimiwa waziri alielekeza hivi, unaanza kuingizwa kwenye mambo ambayo hata sio kwako. Viongozi na watendaji wote, as long as wewe ndio msimamizi wa taratibu, wewe ndio mwenye sheria, simamia sheria, simamia kanuni, kamilisha, wape taratibu, waendelee na mchakato wao wa kutengeneza katiba itakaweza kupata. Kama kuna watu wengine wanaingia kwa wadhamini, ewala. Kama kuna shareholder wengine wanaongeza, ewala. Kama kuna nini, lakini tunachotaka sisi tuone timu hizi zikifanya vizuri na hakuna changamoto ya kiongozi au ya kikatiba ambayo sisi kama serikali jukumu letu kufacilitate na kuwatoa kwenye hiyo mikwamo. Nichukue fursa hii pia kwanza kupongeza timu zetu nne. Sizipongezi kwa sababu zimetolewa, lakini nazipongeza kwa sababu zimefanya kazi ya kuweka alama ya taifa letu. Timu yetu ya Simba, timu yetu ya Yanga, timu yetu ya Azam pamoja na ndugu zetu wa Big Star kutoka Singida. Kuwemo tu kwenye mashindano hayo ni heshima pia. Na mnafahamu ya kwamba Tanzania tumepata nafasi ya kuwa na timu nne. Na ndoto ya kila Mtanzania ilikuwa ni kwenda kwenye robo finali. Yaliyotokea uwanjani ni dakika 90. Hatuwezi kuamua tofauti, lakini mimi nawapongeza kuanzia uongozi wao, uongozi wa Simba, uongozi wa Yanga, uongozi wa Azam pamoja na Singida Big Star kwa kazi kubwa nzuri walioifanya ya kufika hatua ya kupeperusha bendera na kufanya mataifa yaje kwenye nchi yetu kuja kucheza na wao, kwa sababu wasingeingia tusingepata hata hizo pesa ambazo ndugu zetu wenye hoteli, migahawa, watu wa chakula wameweza kuzipata. Lakini tuwatia moyo, ni wakati wa kujiandaa vizuri pia kwa mashindano yajayo. Mwisho wa kutoka kwenye mashindano haya sio mwisho wa mashindano. Maana wameusoma mchezo, wameelewa mbinu, kwa ni wakati mzuri wa kujipanga kuhakikisha kwamba mashindano yajayo basi twende mpaka nusu finali, tusitoke mapema kama ambavyo imetukuta hivi jana.